Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunafanya matangazo ya kusponsor. Tunafundisha jinsi ya kusponsor matangazo. Tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Tunatengeneza matangazo yenye mvuto. Tunafungua akaunti mpya za matangazo. Tunatoa ushauri wa jinsi ya kufanya biashara mtandaoni ili uweze kupata matokeo mazuri. Kama wewe ni mgeni, basi bofya subscribe ili next time tunapotoa video na mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unaokutaarifu kwamba tumetoa video mpya. Wapendwa, katika video hii nitashare na wewe jinsi ya kutengeneza email address. Email address inakusaidia kufungua akaunti mpya ya Facebook ili uweze kurusha matangazo. Unapohitaji kufungua akaunti ya Facebook, unatakiwa kuwa na email address au namba ya simu. Lakini ni muhimu pia kuwa na email address, kwa sababu ukishafungua akaunti yako ya Facebook, email itakusaidia kuwa unawasiliana na Meta. Iwapo utatokea changamoto yote, utaweza kuwasiliana na Meta. Lakini email address pia inaweza kukusaidia kufungua blog, kupata huduma zote zinazotolewa na Google, kama kufungua blog ya bure, kutumia Google Drive, kutumia translator. Mambo mengi ambayo yanatolewa na Google unaweza ukayapata kwa kutumia email address. Email address pia unaweza ukaitumia. Kwa hivyo email address pia inaweza kukusaidia kuhifadhi contact za namba ya simu kwenye simu yako. Unapokuwa unazisave Google, hivyo unaweza ukahifadhi contact nyingi zaidi ambayo unaweza kuhifadhi kwenye simu. Kwa hiyo katika video hii nitakueleza jinsi ya kufungua email address. Ukishaingia katika simu yako, unaweza ukafungua Google ukaandika Gmail. Ukiandika Gmail itakuja page hii hapa. Kisha kuja page hii, utaklik hapa ulipoandika ingia. Click ingia. Kama kwenye simu yako hujafungua email yote, itakuletea email ambayo ushaifungua. Lakini kama hujafungua email, itakupeleka moja kwa moja kwenye page ya kuingia. Kwa hiyo utaklik hapo skip kama una email. Kama huna, utakuja hapa umeandika fungua account mpya. Utaklik fungua account mpya, au itakwambia create new account kama itakuwa kwa lugha ya Kiingereza. Matumizi yako binafsi utachagua kwa matumizi ya ofisi. Kwa hiyo fungua account Google, andika jina, utaandika jina lako, Ibrahim, jina lako la kwanza, jina la pili, Pole. Kwa hiyo utaendelea mbele. Ukishaendelea mbele, utachagua mwaka wako wa kuzaliwa, mwaka 1900. Utazaliwa mwezi wa 12. Utajua mwaka wako wewe sasa, mwaka 1979. Utachagua jinsia, kama ni mwanaume ni mwanamke, utachagua mwanaume. Kuchagua hapa jinsia mwanaume. Then utaendelea mbele. Hapa tumesema kuandika tarehe 11 Desemba, mwanaume. Kwa hiyo utaendelea mbele. Unaweza kuletea option uchague email ambayo unahitaji, kama Ibrahim Pole 26, sababu ile Ibrahim Pole ilikuwa haipo. Kwa hiyo amekuletea option. Chagua anwani ya Gmail au unde yako maalum. Unda anwani yako, utaklik hapa, unda anwani yako, utaendelea mbele.
utaunda ya kwako. Mimi naandika Ibrahim Pole, Ibrahim Pole, Ibrahim Pole @gmail.com. Hii ndio itakuwa address yako hivi. Mtu kanipa email yako, unampa hiyo ibra@gmail.com. Jina hilo la mtumiaji limeshatumiwa. Kwa Ibrahim Pole imeshatumiwa. Tutaandika Ibrahim Katemi. Jina hilo la mtumiaji lishatumiwa. Kwa hiyo utachagua lingine mpaka itakapokubali. Utaandika labda Ibra Pole. Ibra Pole. Hii imekubali. Ibra Pole. Anakwambia unda neno la siri. Kwa hiyo utaandika neno la siri. Angalia Kadilo neno la siri. Utaithibitisha Kadilo utaithibitisha tena upya. Iko sawa? Angalia kama iko sawa. Okay. Kwa hiyo utakwenda next. Nani ambayo Google inaweza kutumia kuwasiliana nawe. Kwa hiyo hapa unaweza ukaandika email nyingine ambayo ikitokea changamoto kwenye email yako, basi hiyo ndio itatumika kuwasiliana. Kwa hiyo unaweza kutafuta email yako au ya mtu mwingine ukaandika hapo. Hiyo uenda endelea mbele. Samani endelea mbele. Network inaona jakaa mzuri, basi tuandike Ibrahim, andika jina lako, jina la mwisho Pole, and next, tarehe ya kuzaliwa pamoja Desemba mwaka 1979. Jinsia utaweka, kama ni mwanamke utaweka mwanaume, kama ni mwanaume utaweka, kama huna jinsia utachagua pale. Endelea mbele. Enda mbele, next. Then anakwambia Pole Ibrahim ipo, Ibrahim Pole 296 ipo, kwa hiyo unda ya kwako, utachagua ya kwako. Taenda mbele. Tukasema Ibra Pole @gmail.com. Taenda mbele. Thibitisha. Tuandika neno la siri neno la siri ni vyema likachanganyika na namba na alama na herufi. Neno la siri email yetu imeshaundwa. Sasa tuangalie kama tunaingia kwenye inbox. Sababu email ni sehemu ambayo unaweza ukawa unaangalia taarifa unazotumiwa na watu wengine. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye Google, utaweza ukaja Google, utaandika Gmail, utafungua Gmail. Ushafungua Gmail, utakuja hapa kwenye picha ya profile yako, kwa sababu tulifungua email tayari. Ile email ishafungua, kama unaona hapa imeandikwa Ujambo Ibrahim, akaunti yako ndio hii. Sasa nataka uingie katika account. Nataka uingie katika account kwa sababu account yako hii ni mpya. Kwa hiyo utaklik
mwanzo. Nataka uingie katika account ili akaunti yetu imeshafunguliwa kwenye Google. Kwa hiyo sasa nataka nikuonyeshe jinsi unaweza kuingia kwenye akaunti yako. Utafungua Gmail, ile email tumesha sign out. Kwa sasa ukishafungua Gmail, ile hapa Gmail, hapa imekwambia ingia, utaklik hapa ingia. Ukiklik ingia, ile account utaikuta, lakini kama utaikuta unaweza kusema tumia account nyingine. Utafungua hapo tumia account nyingine, alafu utaandika ile sasa email yako ambayo ni ibra@gmail.com. Mapole@gmail.com. Utakwenda endelea mbele, au andika ile neno la siri ambayo tulitengeneza kwa, nafikiri unakumbuka, kwa ni Kadilo neno la siri unaweza ukalibadilisha wakati wote. Kitokea changamoto unaomba kubadilisha neno la siri, kwa hapo unaingia kwenye email yako. Ukishaingia kwenye email yako, inakwambia sasa uweke namba ya simu ili kuthibitisha. Weka namba ya simu ili kuthibitisha. Kwa hiyo utaweka namba ambayo iko active. Utaweka namba ambayo iko active. Utahifadhi. Hifadhi. Hii unaweza ukaiskip. Tayari utakuwa umeshaingia kwenye account yako ya Gmail. Hapa tayari ushaingia kwenye account yako ya Gmail. Sasa nataka uingie kwenye inbox. Ingie kwenye inbox. Hapa usual hii unaweza ukaibadilisha ukaweka ile ya kwako. Njia nyingine unaweza ukaenda Play Store ukaandika Gmail, download app ya Gmail,
Ikishafunguka hapo ya Gmail, inakuwa ni rahisi wewe kuitumia kuingia kwenye inbox baada ya kuwa ushafungua email yako. Kwa hiyo kama utafungua Gmail, utakuja hapa kwenye app ya Gmail, ambayo ni hii hapa. Kishafunguka hiyo app ya Gmail, utakuja hapa juu kwenye picha ya profile yako hapo, utaingiza ile ya email yako, utaingiza ile email Google. Okay, kwa hiyo email yako ikishafunguliwa, unaweza ukaenda Google ukajaribu kuingia. Unaweza ukaja, ukishafungua Google utakuja hapa kwenye vidoti, utachagua Gmail. Kama simu yako haina Gmail, inabidi download Gmail. Alafu utaandika email yako na password yako. Hapa una account tayari zipo, kwa hiyo amekwambia choose account. Ile email yako ni hapa. Kwa hiyo kama itakuwa haipo hapo list, utatolewa option ya kuandika. Utaandika email yako alafu utaandika password. Utaandika password yako ambayo create. Andika password, then utakwenda next. Email yako utakuwa umeshaingia ndani ya email yako. Sasa hapa ndio ambapo utaweza kuona email mbalimbali unazokuwa unatumiwa. Unaweza kuja hapa kwenye mstari 3 ukaangalia, kuna mitandao ya kijamii, email ambazo zinakuja katika social media zinakuwa hapa, matangazo, kasha, kwa hiyo zote unaangalia hapa. Kwa hiyo unaweza ukafungua mfano hii ukaangalia email hapa. Kuna email hata moja, ukaja hapa ukaangalia kuna email moja iliyotumwa, sababu ni mpya. Unakuja hamna email moja. Hata wewe ukitaka kutuma email utafungua, unaweza ukacreate email ukatuma email. Kwa hivyo ndio namna ambavyo kufungua email na wewe kusaidia kuweza kufungua account za Facebook, kuitumia kwenye Meta. Kwa email inakusaidia mambo mengi. Kwa hiyo kama bado hujabofya subscribe, basi bofya picha ambayo unaiona kwenye screen, bofya subscribe. Tukutane kwenye video ijayo.